Sithubutu kutupa mfuko huu. Wengi wanauona kama taka, lakini leo nitakuonyesha jinsi unavyoweza kugeuza kuwa mkoba mzuri na wa kipekee. Endelea kuangalia mpaka mwisho, na kama unapenda ideas kama hizi, bonyeza subscribe ili usikose video zinazofuata. Karibu. Sasa bwana, huo ndo mfuko wetu. Kama unavyoona hapo ndo mfuko wetu ambao sasa tutakwenda kutengeneza mkoba wetu. Ni mfuko wa sabuni ya unga ya Nison. Kwa kwanza basi tutakata hapo. Kuna hiyo sehemu ambayo ni nyeupe kwa pembeni hapo. Kwa hiyo tutakata hapo. Tutatoa huo weupe pembeni. Tayari nimeshamaliza kukata, basi nitatoa na hicho cha chini ambacho ni kile cha nyuma cheupe. Kwa hiyo nitabaki na hiki hapa ambacho ndo nataka sasa nitumie kutengeneza mkoba wangu. Nitakunja hivyo mara mbili kama unavyoona hapo nimekunja. Hapa nitaweka urefu wa inchi 13 na upana wake nitaweka upana wa inchi 14. Lakini sasa hapa mtanisamee kidogo wapendwa, kamera haikuchukua, lakini baada ya kukunja mara mbili pale nilikata katikati, kwa hiyo nikawa na vipande viwili. Na baada ya kuwa na vipande viwili, nikakata tena kipande cha juu, hicho nilipunguza. Kwa vipande vyangu vyote viwili nilipunguza inchi 4. Kwa hiyo ina maana hapo nimetoa 4 na kile kingine pia nikatoa 4. Kwa hiyo sasa tumebakiwa na vipande hivi hapa. Nitakwenda kuweka hicho kisponchi changu hapo kilaini hicho, ndo nitakwenda kukiweka hapo kwa ndani. Kuna hii gundi ambayo nimetumia ni gundi ya Patex, nimeiweka tu humo, usione kikopo iko cha juice, hiyo ni gundi ya Patex ndo nimeweka humo. Kwa hiyo nitakwenda kupaka hapo. Lakini unapopaka kumbuka usipake paka sehemu za kingo kabisa huku mwishoni ambako sindano itakwenda kupita, kwa sababu sindano ikipita huko na gundi hiyo inachelewa kukauka, kwa sindano itakuwa inanata. Kwa hiyo itakuwa inanata, itakusumbua kushona. Taweka na kwenye hicho kingine pia. Tayari. Baada ya hapo utapunguza sasa hivyo vilivyozidi pembeni, nitavipunguza vizuri. Tayari. Kumbuka mwanzo tulipunguza ni kwamba tulitoa ile inchi 4 kwenye vipande vyetu vyote viwili. Kwa hiyo inchi 4 tuliotoa ndo hii hapa. Sasa vipande vyetu hivi tunakwenda kurudisha hapa. Ni inchi 4.5 nimeweka ambao ni urefu huo. Lakini upana ni upana huo huo wa kitambaa changu. Kwa hivyo hapo nitakwenda kuweka hivyo na nitakwenda kushona. Lakini hapo pia nitakwenda kuweka hapo na nitakwenda kushona hivyo. Tayari nimekusha shona. Baada ya kumaliza kushona hapa, kinachofuata sasa tutachukua zipu. Nitatumia zipu hiyo hapo, ni zipu tu ya kawaida hii ya nguo. Kwa hiyo nitatumia zipu yangu hiyo. Kwa hiyo nitaifungua hapo na nitaweka kama hivyo. Hakikisha zipu yako inakuwa katikati. Huo mfuko wako unakuwa chini, zipu inakuwa katikati, alafu lining inakuja kwa juu. Kama hivyo ambavyo mimi nimefanya hapo, na utakwenda kushona. Tayari nimeshashona hapo kama unavyoona. Nimeshona, lakini baada ya kumaliza kushona pia nikagongea huku nyuma. Hapo hivyo kama hivyo unavyoona nimegongea, na hicho pia tayari. Baada ya hapo sasa kutoka huku mwisho utapima inchi 3.5. Utapima 3.5. Lakini utapima tena upande wa pili utapima 3.5. Utapima hivyo.
Huo sasa ndo mkanda wetu ambao tunakwenda kuweka. Mkanda una urefu wa inchi 22. Kwaona hapo pia kutoka juu nitaacha 2.5. Baada ya hapo sasa tutachukua huo mkanda wetu, utaweka hapo ulipopima 2.5, ndo mkoba wako sasa mkanda wako utaanzia hapo. Ina maana utauweka hapo, usisogeze chini zaidi, utaanzia hapo na utakwenda kushona hivyo. Lakini pia tutashona hapo. Tayari nimekusha shonea mikanda yangu yote miwili. Nimeshona na huku pia tayari kama hivyo unavyoona hapo. Lakini hapa kumbuka kitu kimoja, wakati nashona lining nilitoa. Kwa hiyo unaposhona hakikisha lining usishonee kwenye mikanda, unaposhona lining unatoa. Kwa hiyo usishonee na lining yako moja kwa moja hapo. Baada ya hapo basi tutakwenda kuunganisha zipu yetu hapo. Tutakwenda kuiweka hivyo zipu yetu. Tutaifunga. Kisha ifunga, hakikisha lining kama lining unaweka zinakaa sehemu moja, hizo lining zote mbili, na hivyo vipande vya mkoba pia na vyenyewe vinakaa sehemu yake kama hivyo, na unakwenda kushona hapo. Utashona na upande mwingine. Tayari nimekusha shona. Baada ya hapo tutakata hapo. Tutakwenda kushona pia huko chini, lakini pia tutashona na huko chini. Tayari nimekusha shona, lakini hapo nimeacha nafasi. Huku chini sijaacha nafasi. Kwa hiyo nafasi yangu nimeacha kwenye upande wa lining tu. Baada ya hapo sasa utashika hivyo na utapima inchi 3 kama hiyo hapo mimi nilivyoweka inchi 3, utapima inchi 3, lakini pia upande huu utapima inchi 3. Hiyo hapo. Baada ya kupima inchi 3 hapo, lakini pia kwenye lining utafanya hivyo hivyo. Tayari nimekusha shona hapo, lakini pia nimeshona huko kwenye lining. Baada ya hapo sasa utakata. Usiache hivyo kanali, utakata hizo sehemu. Baada ya hapo sasa tutakwenda kugeuza. Can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Lakini hapo kumbuka ile nafasi tuliacha, mimi nitakwenda kuishona, sitaki ibaki, kwa hiyo nitakwenda kubana tu. Tayari nimekusha bana kwa hiyo kinafasi hapo kilichokuwa kimebaki, na nitakwenda sasa kugeuza mkoba wangu. In my space I feel most comfortable. Choose what you like. Choose your piece. Tayari mkoba wangu umeshakamilika na hiyo lining yangu kama unavyoona hapo. Kwa hivyo tutaufunga sasa. Mkoba wetu ndio huu hapo, tayari umekamilika. Ni mkoba ambao ni simple sana sana sana. Na huu ndio uzuri tuliopata. Kama umeupenda bonyeza like, subscribe na ushare video hii. Niambie kwenye comments, wewe ungependa tutengeneze mkoba kwa mfuko gani mwingine? Tukutane tena wiki ijayo kwa video nyingine. Bye. Choose to feel yourself. Choose to transcend.